Kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, moja katika desturi za mwanadamu huwa ni mwenye kufanya maandalizi kila anapokaribia katika msimu fulani wa tukio fulani muhimu katika maisha yake. Kwa mfano, mwanadamu huwa na maandalizi pale anapokaribia tarehe yake ya mfanano wa siku ya kuzaliwa kwake. Na siku hizi tunaona katika mitandao, katika jamii zetu, namna watu huandaa gharama kubwa, huandaa maandalizi makubwa kuelekea kusherehekea siku ya kuzaliwa kwake, na maandalizi yake huwa ni yenye kufanana na kile kinachokwenda kutokea katika siku ya kuzaliwa kwake. Ndivyo hivyo pia ukikutana na wana michezo katika ile misimu ya michezo yao, huwa wanakuwa na maandalizi yanayoonyesha kwamba wakati tuliokuwa nao tunaelekea katika msimu maalumu wa matukio maalumu ndani ya tasnia yetu ya michezo, na maandalizi huonesha kwamba kinachokuja mbele ni tukio fulani. Lakini hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufuatana na ambavyo tulimsoma katika khutba zilizopita, naye pia alikuwa nao taratibu unaonesha kwamba alikuwa na maandalizi thabiti kuelekea katika mwezi wa Ramadhani. Ndio ile hadithi ambayo tuliisoma katika khutba ya mwanzo ya mwezi wa Shaaban, pale alipoulizwa na Usama bin Zaid radhiallahu ta'ala anhu wardah, kwa nini anapenda kufunga sana mwezi wa Shaaban ukiitoa Ramadhani, kuonesha kwamba alikuwa akijikita zaidi katika kufanya kheri zaidi ndani ya mwezi wa Shaabani, kwa sababu mbele yake kulikuwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sisi tunakaribia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni maandalizi gani ambayo tunapaswa kuyafanya kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hili ndilo jambo ambalo tunapaswa kukumbushana, kulizingatia, kulifanyia kazi na kuishi nalo katika masiku machache yaliyosalia.